Ndio nawaambia wamama, kama mume wako ana waleti, ameenda kuoga, chukua ile waleti yake, fungua, chungulia ndani, mwanaume mzima na suruali kuna 1500 tu. Na wewe umeuza karanga zako, una 20,000 vyako. Kwa nini usimwekee hata ile 11 nyekundu? Mwekee kimya, rudisha pochi. Ameenda kuoga, ameweka suruali yake. Kama hata hana wallet mwanaume, si wengine wanaweka tu kwenye mifuko kawaida? Sasa unaangalia, unatoa ni kitambaa cha mkono, unatoa huku ni tishu, na shilingi 2000 mwanaume 3000. Na wewe umecheza vikoba vyako ndio umevunja. Hela wala si nyingi, umepata tu labda 1,500,000. We unaonaje yani siri ukachukua yale mekundu yale ukayaingiza kwenye mfuko wa suruali wa mumeo kimya? Wale wanawake ambao anamwambia tu mumewe, hatuna mchele, hatuna mafuta, hatuna kitunguu, unilete hapo na nyanya, sina chumvi. Lakini sio kwamba yani wewe hela huna, yani wewe unamtegemea mumeo kila kitu. Hivyo hamtaendelea wa mama. Unamkandamiza kila siku baba wa watu, hana raha. Unamkandamiza nje, unamkandamiza na chumbani. Kuna wanaume wanateseka, usiku kwao ni mrefu na mke anaye. Shindwa kwa jina la Yesu. Unamtesaje mtoto wa mwanamke mwenzio? Mbona usimpe raha akafurahi? Mpe raha mtoto wa mwenzio. Mmemaliza shughuli, ukampa chakula akala, alafu ukampa tena akala. Wanaume wanapenda hiyo. Kula mara mbili wanapenda. Wewe ndio unamchombeza. Sawa? Kumtumia message mumeo. Nimekukumbuka baba, nimekuombea. Anakumbuka kumbe nina mke. Mara nyingine mimi wangu namchezeaga, nachukua simu napiga tu, akipokea namwambia halo, nilitaka nikusikie, nakata. Ile tabia yako mama ya uso mrefu ile, wanaume huwa hawawezani nayo. Wanaume wanawezana na mwanamke anayekunjua uso, anayeonekana vizuri. Tafsiri ya mwanaume ya kwamba mke wangu mimi ananipenda ni pale mke atakapomheshimu, atakapokuwa na adabu kwake, atakapomtii. Hiyo ndio tafsiri ya upendo ya mwanaume. Sasa kijana wa kiume au binti, hili somo linakuhusu binti ambaye hujaolewa na mama uliyeolewa. Kwamba kwani wewe umeolewa sawa, lakini pale wewe unatakiwa kuishije? Kwani wewe kwa mumeo wajibu wako nini? Unajua nimezoea kufundisha ya kwamba ndoa ni kama magari barabarani. Kila gari huwa linapita upande wake. Na ili magari yagongane, basi kuna mmoja kaacha njia yake kapita ya mwenzake, lazima ajali inatokea. Lakini kila mtu akipita njia yake, watu wa Mungu, barabarani huwa tunaendesha na tunapungiana mikono, tunapigiana honi. Ukitaka kupita kwa mwenzako unamuomba, unamuuliza salama nipite. Kuna madereva wehu atakudanganya, kuna wengine anakuambia usipite. Na mara nyingi dereva wa mbele anamwambia usipite, madereva wengine anasema mimi napita tu, hapo mimi napita, ajali inatokea. Na ukishapita upande wa mwenzako hauendeshi kule. Ukishapita upande wa mwenzako unarudi tena upande wako, mnaendesha kwa usalama. Kadhalika na kwenye ndoa, watu wa Mungu, kila mtu apite upande wake na amani itakuja. Wajibu wa mke kwa mumewe. Barabara ya mwanamke anayopaswa kuipita yenyewe inaitwa utii. Ili mama uishi kwa furaha nyumbani, unatakiwa upite kwenye barabara inayoitwa utii. Kama mwanamke kanaenda kwaya, hajapika nyumbani, hajafanya kazi, amewahi kwaya. Mume akirudi, mama fulani, sasa mbona chakula hamna? Ujue mimi nilikuwa hapo kwaya. Nimesema kabla hujatuimbia sisi, imbia mumeo na wanao.
na namna ya kuimbia mumeo na wanao wa kufaidi. Fanya majukumu yako, unaenda, kila kitu kiko sawa nyumbani. Ukisoma fungu la 33 wa Efeso 5:33 anasema maneno haya: lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake. Hilo silo ninalotaka, hilo na spare mpaka mchana. Ninayotaka ni hii sehemu ya pili: wala mke asikose kumstahi mumewe. Ndoa haiendi kama mwanamke hana staa kwa mumewe, haiendi. Mwanaume tafsiri yake kwamba mke wangu ananipenda ni tofauti na tafsiri yetu sisi wanawake. Tafsiri ya mwanaume ya kwamba mke wangu mimi ananipenda ni pale mke atakapomheshimu, atakapokuwa na adabu kwake, atakapomtii. Hiyo ndio tafsiri ya upendo ya mwanaume. Mke wangu mimi ananipenda bwana, lakini ni kwa vile anamheshimu. Yani ile heshima. Ndani ya mwanaume kuna ego, ndani yake kuna utawala mwanaume yeyote. Yani hata kama mwanamume kafupi kama Zakayo, alafu wa mwanamke mbonge tolu kama sijui kama Goliath, unabaki kuwa mwanamke na yeye anabaki kuwa mwanaume. Ndivyo Mungu alivyoumba. Amewaumba wao kuwa watawala, kuwa viongozi wanaume. Kwa hiyo mwanamke ukitamani kujitutumua na wewe, ndani ya nyumba kutakuwa na mafahali wawili. Na Waswahili wanasemaje? Mafahali wawili hawakai namna gani? Zizi moja. Mwanaume akisema hivi wewe unasema vile. Yani kila anachosema mumeo unapinga. Unajua kuna wanawake hawajui kama wao sio watii. Mwaka huu nimeona kwamba mke wangu njugu mawe zinalipa. Nimeangalia huko na rafiki yangu amelima njugu mawe zimemlipa. Amna, njugu mawe zinalipa nini? Tulimapo mahindi tuliozoea tu. Baba, wanaume wao wapendi maneno. Kwa hiyo wanaume wengi hawapendi maneno. Ndivyo walivyo. Anakuacha mlime hayo mahindi na wewe unafikiri umepatia. Kwa hiyo unaishi unavyotaka wewe, sio vile mume wako anavyotaka. Na kwa sababu hataki ugomvi, wao hawana maneno mengi, anakuacha uishi vile unavyotaka. Uko ndani ya nyumba, ni mke wa mtu, lakini unaishi unavyotaka wewe, sio anavyotaka mumeo. Anakuacha tu, maneno ya nini? Narudia, niligusia hapa. Familia yoyote ambayo mama ndiye ana kauli, watoto huwa wanaharibika. Wanawake wenzangu, watoto wanapataga baraka kutoka kwa baba yao. Baba anabariki uzao wake, anautamkia. Wale wa mama watu wazima kama mimi ambao watoto wameoa na kuolewa, wana kazi na umewapa sumu nyingi, watoto wako wanamchukia baba yao. Unafunga tu vitenge na makoti hayaji na suruali, hakuna shida. Unalaani uzao wako. Mama ukipokea vitenge wakumbushe. Lakini baba yenu kumshoniaga makoti tu ya vitenge hivi, mumletee kabisa makoti wanangu. Tengeneza ili watoto wako wapate baraka. Akina mama, wakina baba wengi, kwa sababu wao hawasemi, wengi sana wanaumia kwenye familia. Na nataka nikuhakikishie, mwanaume alivyoumbwa, kama akili yake haijatulia, hawezi kutafuta. Akili ya mwanaume inataka utulivu. Akishakuwa na utulivu ndio anaweza kulima, anaweza kufanya biashara. Lakini ukimsumbua kila siku, akili yake haikai. Iko hivi, ubongo wa mwanaume umeumbwa ni boksi, kila boksi linajitegemea. Ila wanawake, hili limeungana na hili, hili limeungana na hili, hili limeungana na hili, yote yameungana. Kwa maneno mengine, akili ya mwanamke iko hivi. Yani akili ya mwanamke inachemka hivi. Ndivyo tulivyoumbwa na Mungu. Na ndio maana ametuumba hivyo ili tuwe wasaidizi. Sasa ndio anasema nenda kamsaidie huyu mwanaume. Na wewe umsaidii, unamkandamiza kila siku. Baba wa watu hana raha. Unamkandamiza nje, unamkandamiza na chumbani. Mpaka aandike barua tena upya. Na ni mkewe na ni neno la Mungu. Kuna wanaume wanateseka. Usiku kwao ni mrefu na mke anaye. Shindwa kwa jina la Yesu. Unamtesaje mtoto wa mwanamke mwenzio? Mbona usimpe raha akafurahi? Mpe raha mtoto wa mwenzio. Utii ni barabara ambayo
ambayo mke anapaswa kuipita katika ndoa yake. Kwa hiyo wajibu ulio mkubwa wa mwanamke ni kwenda kutii mmeo. Ni kweli kuna mambo anayaleta, lakini unaona hili wewe kwa sababu wanawake tuna milango 6 ya fahamu. Ule mlango wa 6 unafanya kazi vizuri sana sana. Kwa hiyo mume wako anaweza kaleta ajenda, alafu wewe ukasita bila sababu. Ni ule mlango wako wa 6. Sasa usimvamie. Ukimvamia anavaa gamba lile la utawala, kwa sababu akikukubalia atakuwa amekukubalia wewe mwanamke. Hatwendi hivyo. Unaachana na yeye kabisa. Pale unakubali, ndio hivyo, sawa. Mmekaa wawili, mmemaliza shughuli, mmefanya ibada. Ibada jamani, nyumbani ndio ya kwanza. Mmefanya ibada, ukampa chakula akala, alafu ukampa tena akala. Wanaume wanapenda hiyo. Kula mara mbili wanapenda. Nyie vijana mnacheka nini? Nyie baba zenu wakilaga pale mezani huwa hawashibi. Chumbani tunawawekeaga chakula, ndio maana yake. Sasa nyie mnacheka nini? Vitoto hivi vinaelewa haraka, kumbe sio sisi tunakosema huko. Waone. Wajibu wa pili wa mwanamke mimi ni kuwa msaidizi katika mambo yote kwa mume wangu. Mwanzo 2:18, nalipenda hili fungu. Hili fungu la Mwanzo 2:18 linaeleza mambo mawili. Kwamba si vyema mtu awe peke yake, ni kweli kwamba awe na mwenzi. Lakini hili fungu linasema si vyema mwanadamu awe bila msaidizi, Roho Mtakatifu. Si vyema mwanadamu awe peke yake. Bwana Yesu anasema nitakufanyia msaidizi. Nitawaletea msaidizi. Kweli mimi naondoka, lakini msaidizi anakuja. Mama, ukitaka uwe msaidizi kweli wa mumeo, ruhusu yule msaidizi Bwana Yesu aliyemsema aje kwako. Wanawake, nimesema tunafanya mambo mengi kwa wakati mmoja, na wewe ni msaidizi wa mume wako. Sasa swali, unamsaidiaga nini mumeo? Umeshawaza unamsaidia nini au unapaswa kumsaidia nini? Wengine atasema kupika ugali. Hivi kweli Mungu aniumbe mimi anipeleke kwa Urio ili tu nikapike? Inawezekana? Eti nikafue? Mwenyewe hawezi kufua. Eti nikadeki nyumba yake? Kweli? Hapana. Tunasaidia nini waume zetu? Saidia mume wako awe na uzao bora, wenye kumcha Mungu. Wakati fulani nikiwa na watoto wawili, tulipokuwa na watoto wawili, siku moja nilijikuta nimeropoka kwa mume wangu. Nikuropoka kwa sababu sikupanga. Nilijikuta nimesema. Nimefurahi mpaka nikasema. Nikamwambia mume wangu, upendo unaonipenda mimi siwezi kukulipa, ila nitakutengenezea uzao kwa msaada wa mbinguni mpaka utafurahi. Mwaka juzi amenikumbusha, mama, Mungu akubariki, uliniambia haya maneno. Nilikwambia nini? Akanikumbusha, mimi nilishasahau. Mama, wewe ni wa thamani sana. Acha kutembea na kujiona wewe duni. Haijalishi kusoma, haijalishi una hela. Wewe ni wa thamani. Mungu amekuona, anakujua. Akakupa jukumu kubwa la kulea mumeo na watoto. Anajua unaweza. Simama. Mtengenezee mumeo uzao. Wewe ndio ulibeba miezi 9. Wewe ndio umemnyonyesha. Ile miaka ya mwanzo yote unaye wewe. Akisema njaa inaniuma ni wewe. Akiumwa anakimbia kwako. Mama, tengeneza uzao wa mumeo. Namba 3, saidia mumeo ainuke kiuchumi. Kwa kuwa mwanaume anafanya jambo moja kwa wakati, wanawake sisi ni wazuri kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Mengi. Si nimewaambia mimi? Naenda shamba, nafanya hivi, nafanya vile. Yote yanaenda kwa wakati mmoja. Sasa wewe mama, mzidi mumeo kwanza mipango, mzidi. Angalia fursa. Unajua wanaume miongoni mwa vitu vinavyowafanya wanakufa mapema, wao hawajamiiani. Wao hawasocialize. Kusocialize, yani kuchanganyikana na jamii hivi. Sasa sisi wanawake tunaweza. Kwa hiyo mwanamke unajua kwamba hapa tulipo ni kitu gani, naweza kufanya biashara gani ikatoka.
Shirikisha sasa mumeo, msaidie mumeo ainuke kiuchumi. Wanawake wengi, sio wote ila wengi, akipata pesa yake na ya mumewe nayo anafanyaje? Anaitaka. Hamtaendelea mama, hamtaendelea. Ukitaka muendelee, 5 ya kwako, 10 ya mumeo, zinakuwa 15 tayari. Vile vitu vidogo vidogo vile ni vya wamama. Fanya msaidie mumeo. Hapa nikiwaambia wanaume, samahani wanaume, labda hamsifanye, vueni soksi. Kuna mwanaume vidole vinachungulia kama kaliwa na panya, na ana mkewe nyumbani, na mwanamke akiambiwa walioolewa wasimame, yeye wa kwanza anasimama. Hajui hata mumewe leo alivaa nguo gani, haimuhusu mumewe nguo ile ya mwanandani inafananaje, haimuhusu. Wamama, hivyo ni vitu vya wamama. Saidia mume wako ainuke kiuchumi. Angalia fursa, msaidie. Wanaume kama hawana hela, huwa wakali. Yaani unatakiwa ujue kwamba mwanaume kama hana hela, ukiona mkali ujue hana hela. Nenda naye pole. Ukiona unamuuliza jambo anajibu mkato, hana hela, nenda pole. Ndio nawaambia wamama, kama mume wako ana wallet, ameenda kuoga, chukua ile wallet yake, fungua, chungulia ndani, mwanaume mzima na suruali kuna 1500 tu. Na wewe umeuza karanga zako, una 20,000 vyako. Kwa nini usimwekee hata ile 11 nyekundu? Mwekee kimya, rudisha pochi. Wanaume wamesema nirudie hiyo point. Ameenda kuoga, ameweka suruali yake. Kama hata hana wallet mwanaume, si wengine wanaweka tu kwenye mifuko kawaida? Sasa unaangalia, unatoa ni kitambaa cha mkono, unatoa huku ni tishu, na shilingi 2000 mwanaume 3000. Na wewe umecheza vikoba vyako ndio umevunja. Hela wala si nyingi, umepata tu labda 1,500,000. Sasa 1,500,000 nayo ni hela gani? We unaonaje? Yani siri ukachukua yale mekundu yale ukayaingiza kwenye mfuko wa suruali wa mumeo kimya. Anatoka nyumbani anajua ana nauli tu. Anapoenda kutoa nauli, nini hiki? Mahela. Anasema lo, yule mwanamke Mungu ambariki, asante Mungu kwa mke kama yule. Lakini pesa unazo, mumeo hana, mume wako ananyong'onyea tu. Wakina mama, mwanaume hajaumbwa kufanya vitu vidogo. Mwanaume ameumbwa kufanya mambo makubwa. Wale wanawake ambao anamwambia tu mumewe, hatuna mchele, hatuna mafuta, hatuna kitunguu, unilete hapo na nyanya, sina chumvi. Akili ya mwanaume inadumaa, anawaza hapa. Mwambie hivyo kwamba ana usafiri, unaweza sio vibaya ukamwandikia orodha akakuletee. Lakini sio kwamba yani wewe hela huna, yani wewe unamtegemea mumeo kila kitu. Hivyo hamtaendelea wamama. Usimtegemee kila kitu. Unasomaje katika Mithali 31 kuanzia fungu la 10? Mwanamke mwema hujifunga nguvu kiunoni kama mshipi. Anasema huona kama bidhaa yake ina faida. Huleta chakula chake kutoka mbali. Hutia mikono yake katika kusokota. Yani mwanamke mwema ni, kwa maneno mengine, ni mjasiriamali.
Ni kweli unaenda kazini, lakini pochi yako imebeba vidude vidogo vidogo vya wamama vile vya kuwauzia. Sio hela nyingi mwenzio, 3,000 tu. Wengine wanauza 4,000, mimi nauza tu 3,000. Unajikuta hapo umepata faida 500, na ile faida 500, nimewaambia mimi nauza soya. Soya moja napata faida 300 mpaka 400. Nikishaziuza 10, si nina 3,000 au nina 4,000. Na watu hawanunui moja, maana wanajua ni tamu na ina faida mwilini, ina save budget, muda wa kupika. Kwa hiyo unakuta unauza kwa siku 20. Ukiuza 20 una 6,000, una 7,000, una 8,000. Na kwa kufanya hivyo mtajikuta mnaishi kwa furaha. Maisha ya umasikini ni maisha mabaya yanayofanya watu hawacheki nyumbani. Hivi unachekaje wewe wakati hata maharage ya kuchemsha ya watoto huna? Unaweza ukamwambia mumeo, karibu mume wangu jikoni kule, paka kalala. Kwetu watu nasema paka kalala. Inawezekana? Wale wenye malavidavi ni wale ambao mambo yamekaa sawa. Jikoni unajua chakula kipo, nitampa hivyo. Kwa hiyo mwanamke, saidia mumeo, msaidie mumeo akupende. Wanaume hawana uwezo wa kupenda, na ndio maana Mungu amemwambia mwanaume penda. Yani mnavyowaona hivi, uwezo wa kupenda hawana. Ndio maana kakipita kamrembo hapa macho, ndivyo hivyo. Sasa Mungu amemuumba mwanamke, anamwambia nenda kamsaidie huyu jamaa, kamsaidie ili akupende wewe tu. Huo uwezo sisi wanawake tunao wa kufanya hawa waume watupende sisi tu. Sisi ndio tunaweza. Ile tabia yako mama ya uso mrefu mrefu ile, wanaume huwa hawawezani nayo. Wanaume wanawezana na mwanamke anayekunjua uso, mwanaume anayetabasamu, mwanamke anayetabasamu, mwanamke anayeonekana vizuri. Kwa hiyo saidia mumeo akupende kwa wewe kujibembeleza kwake. Wakati mwanaume anaposa, aliingia kwenye ubongo wake kwenye boksi lile la mahusiano. Akili yake yote mahusiano. Na ndio sasa unaona ni message, anapiga simu. Wale sisi wa barua, wa enzi zile za barua, ni barua tu. Mimi nina boksi la barua nyumbani, kiboksi kimejaa barua, kwa sababu nilikuwa mchumba wake akiwa Uingereza. Kila wiki napata barua moja, nimezitunza na nilizipa namba. Yani zile barua zina namba. Kuna moja nimeiandika pale juu, the sweetest. Yani aliandika maneno matamu, na huwa namkumbusha kwamba jamaa yangu ulikuwa mkweli, ulikuwa unidanganyi. Sasa angalia mwanaume anapooa, wa mama nyinyi mnafahamu, akitoka kwenye lile boksi anakutumia message vile vile, anakupigia simu vile vile. Unajua kilichotokea? Je, hakupendi? Hapana, anakupenda sana. Ila kilichotokea, amehama kwenye lile boksi, ameingia kwenye boksi jingine la uchumi, ili wewe uishi vizuri na watoto wako. Kwa hiyo kule hayupo. Sasa mke msaidizi, wewe ndio unamchombeza. Sawa? Yani wewe ndio unachochea sasa ule upendo, unauchochea. Visimu vipo. Wewe kweli mama hata vocha una na kiswaswadu chako hicho kumtumia message mumeo. Nimekukumbuka baba, nimekuombea. Anakumbuka, kumbe nina mke. Mara nyingine mimi wangu namchezeaga, nachukua simu napiga tu, akipokea namwambia hello, nilitaka nikusikie, na kata. Yani wewe sasa ndio unafanya nini? Unachochea. Tangu amerudi ni masaa 2, mchungaji anaandaa tu masomo, yuko tu kwenye kompyuta. Unaenda unatabasamu, jamani naionea wivu hii kompyuta, wewe unaipakata muda wote, nipakate na mimi kidogo. Yani unachochea tu. Na moto wenu wa upendo nyumbani unawaka, anaweza mama. Haya, dakika zangu zimeenda. Kila mwanaume aliyefanikiwa nyuma yake yupo nani? Mwanamke. Na huyo mwanamke anaanzia mwanamke mama.
Wewe cheza na huyo mwanao, mnamlea ovyo ovyo, hujui unachofanya. Mama, kila mwanaume aliyefanikiwa, Joshua yuko pale, alifanikishwa na mwanamke mama yake. Kutoka huyo mama yake sasa hivi akampasia mama yake mwingine, yule mrembo yuko pale anamlea yule kijana. Mhubiri yuko pale analelewa, amelelewa na mama yake, sasa analelewa na yule mrembo binti yangu, anamlea, anampa raha ili akisimama asiwe na mashaka, awe na amani. Akina mama sisi ni walezi. Wajibu wa tatu ni wajibu wa mwanamke kumridhisha mumewe. Mithali 5:15 utasoma mpaka 18. Unywe maji ya birika lako mwenyewe na maji yenye kububujika katika kisima chako. Anauliza, je, chemchemi yako itawanyike mbali? Isiwe, anasema iwe yako peke yako, wala si ya wageni pamoja nawe. Nawe umfurahie mke wa ujana wako, ni paa apendezaye na ayala. Anasema maziwa yake mawili ya kutosha siku zote. Sasa wewe mama unajiweka mchafu, yani mchafu. Nguo unazo lakini mpaka uvae 5 6. Likanga lingine tenge linaburuza kwa huku, lingine umeliweka begani kwa raha zako. Wakorinto wa kwanza 7:3 mpaka 4. Biblia inasema mke hana amri juu ya mwili wake bali mumewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. Mke hana amri juu ya mwili wake. Sina amri juu ya huu mwili, bali mume wangu ana amri nao. Wewe kabula, umeelewa? Umeelewa? Huo mwili huna amri nao. Acha mume wako akufurahie. Wajibu wa 4 ni kumfariji mumewe. Mume anahitaji faraja kutoka kwa mkewe katika kila jambo. Tunasoma Mwanzo 24 na fungu la 67. Isaka akamuingiza Rebeka katika hema ya mama yake Sara, akamtoa Rebeka akawa mkewe, akampenda. Isaka akafarijika kwa ajili ya kufa kwa mama yake. Wanawake sisi tunajua faraja. Fariji mumeo, amefanya biashara imeharibika. Pole mume wangu, Mungu wetu ni mwaminifu, atatupatia tena. Mimi nilijua tu mtu akija kununua unamuongeza. Haya, kiko wapi sasa? Hata kama ulimshauri akang'ang'ania, mke mwema harudi kumsimanga mumewe. Mume wako amefukuzwa kazi. Mume wangu, huwezi kujua Mungu amekuepusha na nini pale kazini. Mungu wetu tunayemwabudu na kumtumikia ni mwaminifu, atakupatia kazi nyingine. Kwa sababu akifanikiwa yeye, wewe ndio umefanikiwa. Mume wako anaumwa, yani huo ugonjwa huo mjomba wake na mama yangu alikufaga huo. Kwa hiyo una maana na yeye atakufa, si ndio? Ni kweli mmeenda hospitali 2 3, mwambie yupo tabibu mkuu asiyeshindwa, Yesu mwana wa Mungu. Ngoja nikuombee mume wangu utapona. Ngoja nikuombee mume wangu utapona. Faraja ya mke inafanya mume apone haraka, kama ambavyo faraja ya mume inafanya mke apone haraka. Na wanaume wengi, ngoja kwanza naongea na wanawake yenu, inakuja. Mke wa Ayubu alishindwa mwenzetu. Ayubu 2:9. Ndipo mke wa Ayubu akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Nimesoma Ayubu 2 fungu la 9. Umkufuru Mungu ukafe. Mke wa Ayubu alivumilia, alishindwa. Aliona mume wake anateseka. Wanawake tunapaswa kuwa washauri, tunapaswa kuwa wafariji wa waume zetu. Lakini wajibu wa 5 ni kumfanya mumeo aheshimike katika jamii. Ni wajibu wa mke kufanya mume wake aheshimike. Tunasoma Mithali 31 na fungu la 23. Mume wake hujulikana malangoni aketipo pamoja na wazee wa nchi.
Yaani hata wale wanaume watu wazima wale, kijana huyu aliyeoa mke mwenye akili zenye akili, wale wanaume watu wazima wanakaa naye. Mfanye mume wako aheshimike. Kuna wanawake wanafanya waume zao wanadharaulika, wakitafuta cha kubimbi, mbea, msengenyaji, ni wewe hapo. Wakitafuta mama ambaye watoto wake wanakula kwa watu, hupiki kwa wakati, ni wewe, watoto wako. Wakitafuta watoto wachafu kuliko wote, ni wakwako, wanapaka makamasi hivi, makamasi yako mpaka huko, ni watoto wako. Watoto ambao hawajui kuoga, yani wanaoga sijui kwa wiki mara 2, ni wakwako. Wanavaa nguo hiyo kwa wiki, ni watoto wako. Mama mkopaji, ni wewe. Mfanye mume wako aheshimike kwa tabia yako. Wajibu wa 6 ni kuwa mshauri bora. Dakika zangu sasa zimeenda, namalizia hili tu. Kuwa mshauri bora wa mumeo. Katika Biblia kuna mfano wa mwanamke ambaye hakuwa mshauri bora. Katika Wafalme wa kwanza 21:7 tunakutana na mwanamke anayeitwa Yezebeli, mke wa mfalme Ahabu. Ahabu alipopenda shamba la Naboth, akatamani liwe lake. Alipombembeleza amuuzie, alipokataa, mke wake akamwambia, akamshauri, kwani nani anatawala, si ni wewe? Akaenda akafanya mpango, akamuua Nabothi. Akarudi kwa mumewe akamwambia, haya, amka ukatamalaki lile shamba. Mshauri mume wako vizuri ili muendelee. Mshauri mume wako vizuri. Watu wa Mungu, wanawake tunapaswa kuwa washauri bora wa waume zetu. Unaona mwanaume amerudi nyumbani, ametoka baraza la kanisa, alafu anakusimulia mambo ya baraza, anamkongota makwenzi mchungaji au yule mwenyekiti wa baraza, na wewe unachangia. Hiyo ni laana, unaikaribisha nyumbani. Kataa. Mshauri kwamba mume wangu, kwani neno la Mungu linasemaje? Kanuni yetu kwani inasemaje juu ya hilo? Mngeangalia kanuni na sio hivyo. Tuwe washauri kwao. Tutaendelea mchana, alafu yakiisha ndipo sasa nitahamia kwa wale wenzetu. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.